Baada ya maandamano makubwa yaliyofanyika nchini Tanzania, mitandao imetikiswa na kauli kali kutoka kwa Wakenya na Watanzania. Wapo wanaosema Tanzania imeamka upya, wengine wakishangaa jinsi Gen Z walivyodhubutu. Lakini cha kushangaza zaidi, baadhi ya mastaa na hata raia wa Kenya wameingia kwenye mjadala huu mzito. Kwanza kabisa, wakati Tanzania ikipitia kipindi kigumu cha maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo, sauti kutoka mataifa jirani zimeanza kusikika kwa nguvu. Wakenya, Waganda na hata wa Nigeria wameamua kuvunja ukimya, kila mmoja akiwa na maoni yake kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan na kinachoendelea mitaani Tanzania. Lakini kile walichosema kimezua gumzo Afrika nzima. Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakusomea moja baada ya nyingine kauli kutoka kwao, na baadhi ya kauli hizo zitaweza kukushangaza sana. Kwanza kabisa tunaanza na huyu mwanamke Mkenya ambaye ameamua kumwongelesha Rais Samia Suluhu moja kwa moja kama mwanamke mwenzake, na anayo maneno mazito ambayo yamewagusa wengi mitandaoni. Ni ujasiri wa aina yake, lakini pia ni ujumbe mzito unaoonyesha jinsi wanawake barani Afrika wanavyoumia wakiona viongozi ambao ni wanawake wakiumiza wanawake wenzao hadharani. Kuna mama anaitwa Samia Suluhu, Tanzania president. We mama Samia Suluhu, waje nikuone leo. Mimi ni mwanamke mwenzako. Lakini wewe unafanya sisi wanawake tunanyimwa mileage kabisa. Kama wanawake. Yaani wewe unaweza simama kwa pale tu, wewe mwenyewe mwanamke Tanzania. Umefunga opponent wako akoseli. Hapo. Wewe ni mama wa aina gani? Alafu utaki watu andamani. Wewe mama wewe, mimi nakuona. Hiyo